Tumekuwa na changamoto za vitendo vya ukatili dhidi ya watoto. Kazi hiyo, timu ya kamati ya usalama ya wilaya inafanya kazi ya kulifuatilia jambo hilo kwa karibu sana na tutalikomesha. Lakini lazima tushirikiane na jamii, lazima tushirikiane na viongozi wa dini, lazima tushirikiane na machifu wetu, lazima kila raia anayepatikana katika halmashauri yetu ya Tunduma tusimame imara kupinga vitendo hivyo. Tunduma kumekuwa na matukio kadhaa ambayo yamekuwa yakiibuka, lakini kwa sababu serikali iko madhubuti, kwa sababu vyombo vya ulinzi viko vya madhubuti, kwa sababu wananchi tumekubaliana, umoja wetu, tumekuwa tukivitokomeza vitendo hivyo. Kwa hiyo hata hivi vitendo vya ukatili dhidi ya watoto tutavitokomeza na tutaendelea kuchukua hatua kwa yeyote yule tutakayemkamata. Ni lazima hatua kali zichukuliwe ili iwe fundisho na tuweze kuwalinda watoto wetu ambao ni taifa la kesho. Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Tunduma oye! Lakini ndugu zangu, tumesikia changamoto pia kwenye sekta zingine. Changamoto kwenye sekta ya umeme. Ni kweli mkoa wetu wa Songwe, sio Tunduma peke yake, tumekuwa na changamoto ya kukatika mara kwa mara kwa umeme. Na kwenye mkoa wetu changamoto tuliokuwa nayo inasababishwa na kupungua kwa nguvu ya umeme, kwa sababu umeme tulionao tunaupata kutoka Mbeya. Hasa umeme una tabia, ukisafiri umbali mrefu una tabia ya kupungua nguvu. Lakini hali kadhalika mahitaji ya umeme hivi sasa yamekuwa yakiongezeka maradufu. Uwekezaji umekuwa ukifanyika kwa kiwango kikubwa sana. Mzee wangu hapa ambaye amezungumza changamoto ya umeme, anasema zikifika nyakati za usiku umeme utakuta unafanya nini? Unatulia, si ndio? Wakati wa usiku umeme unatulia. Tafsiri yake ni nini? Wakati wa mchana matumizi ya umeme ni makubwa. Kuna mashine nyingi ya kazi mchana, kuna shughuli nyingi zinafanyika hizo ambazo zinatumia umeme zinafanyika mchana. Wakati wa usiku watumiaji wanafanya nini? Wanapungua. Kwa kipindi hiki cha mchana, manake umeme wetu unazidiwa nguvu. Unazidiwa nguvu kwa sababu miundombinu yake ni ya zamani. Wakati tunaijenga miundombinu hiyo, mahitaji ya umeme hayakuwa makubwa kama yalivyokuwa sasa. Kutokana na wananchi kufanya kazi kwa bidii na kuwekeza kwa kasi kubwa, miundombinu yetu imekuwa ikizidiwa. Lakini ndugu zangu, kwenye eneo la uzalishaji wa umeme, Tanzania hatuna tatizo la uzalishaji wa umeme. Sasa hivi tunazalisha umeme zaidi ya mahitaji yetu. Zaidi ya megawati 4,000 tunazizalisha kama taifa, na mahitaji yetu ya umeme kwa nchi nzima haizidi megawati 3,000. Kwa hiyo tuna ziada ya zaidi ya megawati 1,000 ambazo hizo hazitumiki, na ziko baadhi ya nchi ambazo tunaziuzia umeme wa ziada. Ni kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan amekamilisha jukumu la kuzalisha umeme. Changamoto tuliokuwa nayo sasa hivi ni kwenye usafirishaji, na katika mkoa wetu wa Songwe tunajenga miundombinu ya kusafirisha umeme mkubwa. Tunajenga kituo cha kupozea umeme pale kwenye kata ya Mkangamo. Kile kituo tunakikamilisha ndani ya mwaka huu. Tukishamaliza kujenga kile kituo, mkoa wetu changamoto ya kukatika kwa umeme tutakuwa tumeimaliza, kwa sababu tutakuwa na umeme mkubwa, na hizi changamoto za kukatika kwa umeme tutakuwa tumezimaliza. Wewe ndugu zangu, nawapa pole na naomba mtuvumilie. Ndani ya miezi michache ijayo tatizo hili litakuwa historia katika mkoa wetu wa Songwe. Lakini hali kadhalika swala la usambazaji kwenda kwenye kaya za watu, kwenda kwenye vitongoji mbalimbali, kazi hiyo katika kipindi cha miaka michache inayokuja, kazi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote itakuwa imeshakamilika, kwa sababu sasa hivi tunapozungumza umeme kwenye vijiji vyote katika mkoa wetu wa Songwe tumeshafikisha. Vitongoji kwa zaidi ya 80% tumefikisha. Bado vitongoji vichache sana ambavyo malengo ya rais wetu
ni kuweza kukamilisha kazi ya kupeleka umeme kwenye vitongoji vyote. Kwa hiyo kazi hiyo tutaikamilisha, na kazi ya kufanya kuboresha miundombinu yetu ya usafirishaji wa umeme tutaikamilisha, ili tuweze kutatua tatizo la umeme la kukatika katika kama ambavyo nimezungumza. Lakini ndugu zangu, kwenye sekta ya barabara ambazo mmesema zina changamoto, mmetuambia ambayo inatoka hapa inakwenda mpaka Kilimahewa kama sikosei, si ndio? Tokyo Kilimahewa. Nadhani mtu wetu, hiyo barabara ni ya TARURA. Mtu wa TARURA atatuambia mpango uliopo ni upi. Lakini tumeijenga barabara yetu hii hapa ambayo inaitwa Sogea Transformer kama sikosei, si ndio? Hii barabara tumeijenga kwa kiwango cha lami, lakini tulisikia maoni ya wananchi, tulisikia malalamiko ya mheshimiwa diwani wenu, alituambia kwamba hii barabara ina changamoto. Tulishaunda timu ya uchunguzi kuweza kuchunguza changamoto zinazozungumzwa kama ni kweli au sio kweli. Timu ile tayari imeshakamilisha kazi yake na imeshatukabidhi ripoti. Tunachosubiri ni kupanga ratiba, tutakutana na madiwani wetu, viongozi, tutaipokea ile ripoti na maelekezo ya kuweza kufanya marekebisho yanayotakiwa kulingana na vigezo vinavyotakiwa, tutaweza kuyatoa baada ya ripoti ya wataalamu kuweza kukabidhiwa. Lakini swala la kuweka matuta ambayo yanaweza kusaidia kupunguza mwendo ya madereva wasiozingatia sheria na kanuni za usalama barabarani, niwaelekeze TARURA. Naambiwa walishaweka hiyo zile za muda, lakini wafanye jitihada waweze kuweka hizo za kudumu ili kuweza kuwasaidia wananchi kuepukana na ajali ambazo sio za lazima. Lakini iko barabara imetajwa ya Mwakabwangasi Makambini. Barabara ile ndugu zangu ipo kwenye mradi wa TACTICS, si ndio? Ipo kwenye mradi wa TACTICS ambao tutaanza hivi karibuni. Tutaijenga kwa kiwango cha lami na rais wetu tayari ameshafanikiwa kututafutia fedha. Sasa hivi tunatafuta wakandarasi, watapatikana ndani ya muda mfupi ujao. Wataijenga ile barabara kwa kiwango cha lami, lakini tutajenga na soko moja vile la wapi la Majengo. Soko la Majengo pia liko katika mradi huo, lakini na stendi ya Mpemba pia tunaijenga kwa viwango vinavyotakiwa. Lakini tutajenga na stendi yetu ya mkoa pale Mbozi, na hali kadhalika tutalijenga soko la mazao pale Mbozi kupitia mradi wa TACTICS. Tunaiboresha miji yetu ya Tunduma na Mbozi kwa sababu tumeanza mchakato. Viongozi wenu hawa wamekuwa muda mrefu wakiomba kwamba tupandishwe hadhi, tutoke kwenye halmashauri ya mji twende kwenye manispaa, lakini hali kadhalika Mbozi pia tutoke kwenye halmashauri twende kwenye manispaa. Na ili tuweze kukidhi viwango hivyo, lazima tuwe na miundombinu inayoendana yenye hadhi ya manispaa. Kwa hiyo maboresho ya barabara zetu, maboresho pia ya masoko yetu ni pamoja na kuweza kuandaa mji wetu kuwa mji wenye hadhi ya manispaa. Kwa hiyo barabara hizo ndugu zangu tutazijenga. Lakini ndugu zangu, kwenye sekta zingine, sekta za maji, iko miradi ambayo tunaendelea kuitekeleza, ambayo nayo katika mwaka huu wa fedha tuliouanza, fedha zitatolewa tuweze kuikamilisha kwa ajili ya kukabiliana na changamoto hizo zilizopo. Lakini imezungumzwa changamoto za masoko. Kwenye sekta hii ya masoko, ndugu zangu, tunafanya kazi kubwa sana ya kutoa mikopo kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Na katika halmashauri yenu ya Tunduma mwaka jana walitoa fedha sio chini ya bilioni 4 kwa ajili ya kukopesha wajasiriamali. Mwaka huu mpaka sasa zaidi ya bilioni 4 zimetolewa, na mpaka kufika mwezi wa 8 zaidi ya bilioni 6 watazitoa kwa ajili ya kukopesha vijana, wanawake na watu wenye ulemavu, ikiwa ni utekelezaji wa maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Yuko mama yangu mmoja hapa amesimama akazungumza kwamba tunashukuru mikopo tunaipata, na kweli mikopo imekuwa ikitolewa. Piga makofi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini ndugu zangu, maelekezo ya rais wetu akasema pamoja na kutenga 10% ya mapato ya ndani,
tutenge pia 5% kwa ajili ya maboresho ya masoko yetu. Kwa hiyo katika mwaka huu wa fedha halmashauri yenu inatarajia kukusanya bilioni 20 na ngapi? Bilioni 24. Asilimia bilioni 26. Asilimia 10 ya bilioni 26 ni bilioni ngapi? Asilimia 10 ya bilioni 26, mweka hazina yuko wapi? Hayupo. Haya, wataniambia bilioni ngapi? Asilimia 10 ya bilioni 26 ni shilingi ngapi? Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunakusanya bilioni 26. Katika bilioni 26 hiyo tuna mapato lindo ambayo tunakusanya kwenye vituo vya afya pamoja. Asilimia 10 ni shilingi ngapi ndugu yangu? Bilioni 1 na milioni 900. Bilioni 1 na milioni 900 na milioni 900. Ndio. Asilimia 5 ya hiyo ni milioni 945. Milioni 945. Ndio. Kwa hiyo kuna fedha sio chini ya bilioni 1 ambazo tutazitenga kwa ajili ya maboresho ya masoko yetu. Kwa hiyo katika masoko ambayo nina hakika halmashauri watayapa kipaumbele ni pamoja na soko hili la Makambini. Haiwezekani mkuu wa mkoa nimekuja hapa, wamezungumza wananchi, akina mama wametupokea kwa shangwe, wametandika mpaka kanga, tumepita juu ya kanga, alafu hili soko lisiboreshwe? Si laana hiyo, Mheshimiwa DC? Hiyo ni laana kabisa. Hiyo Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri, inawezekana kweli? Haiwezekani. Kwa hiyo mimi nina hakika kabisa miongoni mwa masoko ambayo yatapewa kipaumbele kwenye kuboreshwa ni pamoja na soko hili la Makambini, lakini pia na masoko yetu mengine yanayopatikana katika halmashauri ya Tunduma. Kazi ya uboreshaji itafanyika. Sasa hivi tunajenga soko pale la Majengo, tunajenga soko la kisasa kabisa, lakini hali kadhalika pamoja na masoko mengine yapo ambayo yanaboreshwa. Kazi hiyo inafanyika, lengo ni kuwasaidia wajasiriamali wetu waweze kufanya biashara zao katika mazingira yaliyokuwa bora. Lakini nimshukuru Mheshimiwa Diwani kwa jitihada ambazo alizoanza kuzifanya. Juzi nilikuwa namuona kwenye vyombo vya habari anagawa meza kwa akina mama na wajasiriamali ndogo ndogo, na meza hizo bila shaka ni hizi mpya ambazo tunaziona. Wewe Mheshimiwa Diwani, hongera sana kwa kazi kubwa na mzuri ambayo unayoifanya, naomba tumpigie makofi. Kwa hiyo serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan itamuunga mkono kwenye jitihada hizi ambazo anazozifanya za kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Diwani wetu oye! Halmashauri yetu oye! Kwa hiyo ndugu zangu, changamoto hii ya masoko pia tutaifanyia kazi, lakini hali kadhalika tumeona changamoto nyingine. Mmetuambia changamoto ya mkaa kukamatwa. Ule mkaa umeshafika, ule mkaa umeshafika. Gavana yuko wapi? Nani hapa ana lile jiko banifu? Nani hapa ana jiko la mkaa lililokuwa karibu? Halipo. Leteni jiko. Mama lishe wako wapi? Leteni jiko la mkaa mliweke hapa. Ndugu zangu, mimi nakubaliana na nyinyi. Lete lile kule. Haya, fungueni hapa mkaa muweke, muwashe mkaa muweke pale. Lakini ndugu zangu, pamoja na hayo, wakati tunasubiri mkaa uweze kuwashwa, pamoja na hayo, najua kwamba wananchi wa Tunduma ni wafanya biashara sana, lakini pia wapo wakulima. Mmekuwa mkifanya kazi ya kilimo na mmekuwa mkizalisha. Mwaka jana tulipata changamoto ya mbolea.
Mbolea za kupandia zilichelewa na zilikuwa zinaadimika sana kwenye maduka yetu ya pembejeo, lakini kulikuwa na changamoto ya baadhi ya wafanyabiashara kuuza pembejeo zisizokidhi viwango. Mimi mwenyewe kwa kushirikiana na kamati za usalama tulikuwa tunafanya operesheni za kukamata wafanyabiashara wasiokuwa waaminifu, na wapo wengi ambao tumewafungulia kesi mahakamani za uhujumu uchumi, kwa sababu kitendo cha kuuza mbolea feki, kitendo cha kuuza mbegu feki, maana yake ni kuhujumu uchumi wa nchi yetu, ni kuhujumu jitihada za taifa kujitegemea katika chakula, ni kuhujumu jitihada za wakulima kujitegemea katika chakula. Kwa hiyo kazi hiyo tuliifanya, na mwaka huu pia tunaendelea kuifanya ili tuweze kuwalinda wakulima. Lakini ndugu zangu, rais wetu bado anaendelea kutoa mbolea za ruzuku. Serikali katika bajeti ya mwaka huu pia imetenga bajeti ya kuweza kutoa ruzuku kwa mbolea, pamoja na mabadiliko ya bei, kwa sababu bei ya mbolea, tuna mbolea nyingi ambazo tunaagiza nje ya nchi. Kwa hiyo bei ikibadilika kule tunakoagiza inaleta athari pia katika nchi yetu. Mpango wa serikali ni kujenga viwanda vya mbolea vingi ili tuwe na uwezo wa kupata mbolea kutoka ndani ya nchi yetu. Na katika mkoa wetu wa Songwe wamejitokeza wawekezaji wa kutaka kuwekeza kiwanda cha mbolea.